Iran imezungumzia hofu ya mipango inayodaiwa kuilenga Kenya huku kukiwa na vita vinavyozidi kuongezeka kati yake na Marekani na Israeli. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari jijini Nairobi Jumatatu, balozi wa Iran nchini Kenya, Daktari Ali Golampur, alibainisha kuwa Kenya haina kituo cha kijeshi cha Marekani chenye uwezo wa kushambulia Iran. Uhakika wake unakuja huku Irani ikitekeleza mashambulizi mengi kote Mashariki ya Kati kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israeli yaliyomuua kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei na maofisa wengine wakuu wa serikali. Hadi hivi sasa makombora ya Irani yameshambulia falme za Kiarabu, Katari, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordani na Bahrain, huku hali hiyo ya hatari ikianza kuongezeka baada ya Marekani na Israeli kushambulia nchi hiyo siku ya Jumamosi na kuwaua maofisa wake wakuu. Balozi Golampur aliongeza kwamba Kenya haina kikosi cha kijeshi cha Marekani chenye umuhimu wa kimkakati wa kutosha kuhalalisha shambulizi. Nchi hii haina kituo cha kijeshi cha Marekani chenye ukubwa wa kushambulia Irani, alisema balozi huyo. Aliyataja mashambulizi ya Jumamosi asubuhi kama ya uoga dhidi ya Iran, akiyaita ukiukwaji wa amani na utulivu wa kimataifa. Aliongeza kuwa Irani kama taifa ina haki ya kujilinda, ikionya kwamba Marekani na Israeli zitawajibika kikamilifu. Umefungua mlango ambao huwezi kuufunga, alionya, akiutaka Umoja wa Mataifa kuitisha kukomeshwa kwa haraka kwa ongezeko la mashambulizi. Iran, Iraq, Israel, Syria, Kuwait na falme za Kiarabu zote zilitangaza kufungwa kwa muda kwa anga zao baada ya mashambulizi ya Jumamosi. Wakati hayo yakichomoza, Rais wa Kenya William Ruto amelaani mashambulio ya makombora yaliyolenga kambi za kijeshi Marekani katika eneo la Ghuba, huku mzozo Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka. Hii ni baada ya Iran kulipiza kisasi mashambulizi yaliyoanzishwa na Marekani na Israeli siku ya Jumamosi kulenga mataifa ya falme za Kiarabu. Katika taarifa siku ya Jumatatu, Rais Ruto alionya kwamba mzozo huo ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, akitoa wito wa kuanzishwa kwa mazungumzo ya kusitisha uhasama. Wakati huo shirika la ndege la taifa la Kenya, Kenya Airways, limesitisha safari zake za kuelekea Dubai na Sharjah hadi itakapotangazwa tena. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, pia ametoa angalizo la usalama kwa raia wa nchi hiyo wanaoishi au wanaopitia Mashariki ya Kati. Aliwataka raia wa Kenya katika Ghuba kuchukua tahadhari kali, kuepuka hatari zisizo muhimu, hasa karibu na vituo vya kijeshi na maeneo ya umma yenye watu wengi, na kufuata mwongozo kutoka kwa mamlaka za usalama za mitaa. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.